Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa kuungana na mimi asubuhi ya leo. Asante sana. Karibu kwa wale ambao wanajiunga na mimi kwa mara ya kwanza na hata wale ambao wamekuwa kinifuata. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu yako. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu anakupenda. Asubuhi ya leo nataka kunena kutoka katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 27. Neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28 inasema Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha. Mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Tuombe. Yehova Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako ambayo ni taa ya miguu yetu na mwanga katika njia zetu. Tunapolitafakari neno hili Bwana, tunaomba ukatupe ufasaha na ufahamu ili tukaitie kwa matendo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nashukuru kwa ajili ya neno hili na ni kwa Yesu Kristo ninaomba na hata kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyowaambia, majina yangu ni Reverend Isandula Evans. Na kitabu cha Mwanzo ni kitabu cha kwanza katika Biblia ambacho kilinakiliwa ama kuandikwa naye Musa. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu hiki kimeandikwa kwa madhumuni ya kutujulisha yaliyotokea mwanzo wakati wa maumbaji ama waumbaji. Na katika kitabu cha Mwanzo 27 tunaona Mungu aliumba mwanamume akamuumba mwanamke kwa mfano wake. Na ninataka kuongea kuhusu ni mambo yapi ambayo Mungu alitaka mwanadamu ayafanye. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na neno hili tunaambiwa kwamba kuna jambo ambalo Mungu alitamka kwanza kwa mwanadamu wakati alipomuumba mwanamke na mwanamume. Kitu cha kwanza alichowatendea ni kwamba aliwabariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo baraka ni sehemu ya mwanadamu. Ukiwa wewe ni mwanamke ama wewe ni mwanamume, ujue kwamba baraka ni sehemu yako. Maana neno la Mungu linatuambia ya kwamba aliwabariki. Kwa hivyo unastahili hizo baraka ambazo Mungu alikubariki iwapo wewe ni mwanamume ama wewe ni mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Na kisha kuna jambo ambalo aliwaambia wakalitende. Aliwaambia wazaane, waijaze nchi, waitawale na waimiliki. Bwana Yesu asifiwe. Yaani aliwaambia wazaane, wakishazaana wakaongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kuongea kuhusu uzazi. Uzazi ni kitu gani? Uzazi ni ile hali ya kupata mwana ama ya kuweza kupata kupata an increase in ama kupata kule kuongezeka katika jamii yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mkatadha wa mwanadamu utapata kwamba wakati mwanamke anapopata mtoto, hiyo inaitwa uzazi ama kuzaa. So Mungu alitaka mimi na wewe ukiwa mwanamke na mwanamume tuzaane na tuongezeke.
na akasema kwamba tukaijaze nchi na kuitiisha. Hayo ndio mambo ambayo Mungu alimwamuru mwanadamu mara ya kwanza. Na katika hiyo hali utapata kwamba ninataka kuchukulia hali ya uzazi katika vitengo tofauti. Maana tukiangalia uzazi wa mwanamke na mwanamume, tunasema kwamba lazima tuwe na akili nzuri ya jinsi tutakavyofanya hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alipoambiwa kwamba azaae na aongezeke, shida huwa inatokea mahali ambapo tunakuwa na uzazi na hatuwezi kuwa na ongezeko. Tukichukulia kwa namna ya jinsi ambavyo maisha yanaenda, unapata kwamba Mungu amekuweka pale kama mbegu, na mbegu inafaidi tu iwapo itamea na ikazae na kisha matunda yakatumike. Kwa hivyo kama wewe ni mbegu duniani, yafaa uwe mzazi, na yafaa vile vitu ambavyo umeambiwa kwamba uvitawale ukaweze kuvisaidia katika kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana ili tukajue jukumu letu katika uzazi ni jukumu lipi kama wazazi, kama Wakristo. Kuna mahali ambapo unahitaji ujue kwamba kwa sababu umeambiwa kwamba uzae na uongezeke, unapozaa rasilimali zako zinafaa hizo rasilimali usiwe na ile kitu kinaitwa stagnation. Wakati unakuwa na stagnancy, inamaanisha ya kwamba wewe umesimama tu mahala pale, hauwezi kuongezeka. So the grace of increase is what we really need. Yani ile neema ya kuongezeka ndio tunahitaji sana. Wewe unapokuwa Mkristo, je, una ile neema ya kuongezeka? Kuna watu ambao shetani ameiba kuongezeka kwao. Je, ukuongezeka utaifanya namna gani ndio irejee? Mungu alikupatia baraka, shetani akaiba baraka ile kwa sababu ya dhambi ya wazazi wa kwanza, kwa sababu ya dhambi zako. Inakufanya kwamba Mungu hawezi kurudisha ile baraka. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 ya kwamba utakapolisikia ama kusikia sauti ya Mungu, utakaposikia sauti ya Mungu na kutii na kutunza neno lake, basi Mungu atakubariki na baraka zitaenda mbele zako. Na kwa sababu ya baraka utazaa. Baraka inasababisha uzazi. Baraka ni sehemu ya uzazi. Sasa kwa sababu umebarikiwa, umepewa uwezo wa kuzaa na umepewa uwezo wa kuongezeka. Tuwe watu ambao tunaweza zaa na kuongezeka. Tukipata mahali kuna amani hakuna, tunazaa hiyo amani na tunaongezeka. Tukipata mahali tumechaguliwa mahali kama umepewa majukumu mahali, kwa mfano wewe ni kiongozi mahali, hakikisha ya kwamba mahali penye umewekwa unazaa uzuri, unazaa maendeleo, unazaa amani, unazaa kuongezeka, ili kwamba mahali umewekwa utengeneze iwe zaidi ya vile ulipapata. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa wewe ni mtawala, tawala kwa njia ya kwamba wewe unakuwa kama mtumishi, maana unatumikia wale ambao walikuweka pale juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninataka kusema namna gani? Baraka ni sehemu ya Mkristo, na hiyo baraka inapotea kwa sababu ya dhambi. Biblia inatuambia katika kitabu cha Isaya 59 ya kwamba Mungu anasikia maombi yetu na mkono wake si mfupi ambao hauwezi kutuokoa, wala sikio lake si nzito. Sababu ya dhambi tunajipata katika hali ya kusahaulika. Tuepuke dhambi ili yale malengo ya Mungu yakaweze kutimizwa katika maisha yetu. Tuwe watu ambao tunaweza zaa na tukaongezeke. Ninakuombea Mungu akusaidie ili chochote unachokitenda uweze kuongeza, chochote unachokiguza kikaongezeke, kazi ya mikono yako ikaongezeke, watoto wako kwenye elimu wakaongeze, hata chochote ambacho unajukumika nacho kikaongezeke katika jina la Yesu. Baba Kristo, tunakuomba ukatusaidie katika kuongezeka kwa jina la Baba
na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba nikiamini.